الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان اليليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين آمين. Tukiwa tunaendelea na taaliq ya kitabu Al-Qawaid wal-Usul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah, tulisimamia katika wiki iliyopita nyuma na kauli ya Mtunzi rahimahullah ta'ala ambayo ilikuwa imeashiria masala ya haji, ya kwamba haji na umra ni tofauti na ibada nyinginezo. Ikiwa mtu anaifanya ibada ya sala ya sunna na anaifanya mtu ikiwa ibada ya saumu ya sunna, ibada zote mbili hizo anaweza akazivunja kwa jambo lolote ambalo litakalotokezea isipokuwa alhajj wal umra. Hata ikiwa katika upande wa sunna, basi ibada hizo hazitovunjwa. Tunaendelea na tamko la Mtunzi rahimahullah ta'ala aliposema katika ukurasa nambari 65, na hapa Mtunzi rahimahullah ta'ala anaelezea kipengele muhimu kikubwa sana, kipengele ambacho kinahitaji umakini wa mwenye kusikiliza mazungumzo haya. Qala wa min al-furuq ad-da'ifa, na miongoni mwa tafriq ambayo ni dhaifu, تفريقهم بين الجاهل والناس والمعتمد في إتلاف الشعر وإظفار، في إتلاف الشعر والأظفار. Nitofauti yao wanavioni walipotofautisha kwamba mtu akiwa katika haji au akiwa katika umra, ikiwa mtu atakata nywele au atakata kucha, inajulikana kwamba haifai kwa Muislamu. Ikiwa atakuwa kishaingia katika ihram, haifai kukata nywele wala kukata kucha, kashahirimia kwa ajili ya haji au kwa ajili ya umra. Sasa masala anayokuja hapa ni kwamba, kwa mfano mtu kashahirimia, kashaingia katika ibada ya haji na ya umra, lakini akaja akakata kucha kwa kusahau, akakata kucha au akakata nywele katika hali ya kusahau, hukumu yake mtu huyu nini? Wanavioni baadhi yao wanasema, hususan al-Hanabila, wanasema ya kwamba mtu huyo atawajibika kulipa kafara, atalipa kafara ikiwa kakata kucha, kakata na nywele, hata kama ni kwa kusahau au kwa kukosea, si kwa makusudi, atachukuliwa kama amefanya makusudi. Wakasema hivyo. Mtunzi akaendelea kusema
Akasema wa fil lubsi lilmakhiti wa taghtiyati ar-ra'si wat-tibi, ama katika hali ya mfano mtu kavaa nguo iliyoshonwa, mtu kavaa nguo iliyoshonwa. Inajulikana ya kwamba ukihirimia kwa ajili ya haji na umra haifai kuvaa nguo iliyoshonwa. Mtu anavaa zile shuka mbili nyeupe, shuka ya juu na shuka ya chini. Haifai mtu kufunika kichwa chake ikiwa tayari kashahirimia kwa ajili ya haji na kwa ajili ya umra. Haifai kufunika kichwa, kuvaa kofia na mfano wa vitu kama hivyo. Sasa na vile vile haifai kupaka mafuta mazuri ikiwa mtu tayari kashahirimia kwa ajili ya haji na kwa ajili ya umra. Wakasema lakini katika upande huu, wa anna al-akhirati yu'dharu fihima al-jahl wan-nisyan. Wakasema ya kwamba ikiwa mtu amevaa nguo ya kushona kwa kusahau, hali ya kuwa yumo ndani ya haji au umra, kavaa nguo ya kushona au kafunika kichwa chake kwa mfano wa kitu kama kofia, au kapaka mafuta mazuri, haya mambo matatu hayafai kuyafanya katika haji na umra. Lakini ikiwa mtu ameyafanya kwa kusahau na kwa kukosea, basi huyu anapewa udhuru. Wanavyoni hawa wakasema mtu huyu anapewa udhuru. Swala linakuja, mbona udhuru huu haujatolewa katika mtu kukata nywele na kukata kucha? Katika hali ya kukata nywele na hali ya kukata kucha, wakasema mtu akikata kucha kwa maksudi au amesahau au kama alikuwa hajui, anaingia katika dhima na atalipa kafara nywele na kucha. Lakini mtu akivaa nguo iliyoshonwa na akifunika kichwa chake na akipaka mafuta mazuri, mambo haya matatu kama akiyafanya kwa kusahau au kwa kutokujua, basi hatoingia katika dhima ya kafara. Kwa hivyo swali linakuja, mbona kwenye nywele mmewajibisha mtu alipe kafara kwenye nywele na kucha ikiwa amesahau na amekosea walikuwa hajui, lakini kwenye kuvaa nguo ya kushona na kufunika kichwa na kupaka mafuta mazuri, mbona mkasema ya kwamba mtu kama amefanya bila ya kukusudia au alikuwa hajui akosea, mtu huyu hatoingia katika kulipa kafara? Tofauti ambayo imetofautisha baina ya tofauti hizi mbili ni ipi? Ndio masala ambayo Sheikh anajaribu kueleza hapo. Akasema sasa wanavioni ambao wanakwenda katika mfumo huu ambao tumeueleza, wanapoulizwa swala hili wao husema, wakajibu wakasema, wa izalatu ash-sha'ri wa taqlimu al-adfari tajibu alayhi fihi al-fidyatu mutlaqan wa 'allalu bi annahu itlafun. Tizama sababu walioitoa wanavyuoni waliokwenda katika mfumo huo. Wamesema ya kwamba ukikata nywele hali ya kuwa ndani ya hija na umra haifai. Ukija ukakata nywele au ukakata kucha, tayari vitu hivi na ushaviondoa, huwezi kuvirudisha tena. Kwa hivyo kuziba pengo lake, tunamwambia mtu bora atoe kafara. Lakini ikiwa mtu kavaa nguo ya kushona au nguo iliyoshonwa kama kanzu au kitu chochote kile, tunamwambia ivue.
ataivua nguo ile, atavaa nguo zake za ihram, zile shuka mbili. Kwa mfano mtu kafunika kichwa chake, kavaa kofia, tutamwambia ivue kama amevaa bila ya kukusudia na alikuwa hajui kama jambo hilo halifai ndani ya hija na umra. Na kama mtu kapaka mafuta mazuri, tutamwambia ayatoe, atafute kitu au njia ya kuyatoa mafuta mazuri aliyojipaka. Kwa hivyo vitu hivi mtu anaweza akaviondoa, lakini nywele na kucha ukisha kuzikata huwezi kuziba tena pengo lake kama mambo mengine haya matatu tuliyoyataja. Tofauti ambayo wameitaja wanavyoni hawa ni tofauti hiyo ambayo tumeieleza hapo. Hiyo ni tofauti ya ufahamu. Hiyo ni tofauti ya ufahamu, sio tofauti ambayo inakwenda sambamba na dalili. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam katofautisha yani baina ya mtu kukata kucha na nywele bila ya kujua au kakosea hajakusudia, ya kwamba huyu alipe kafara, na atakayevaa nguo iliyoshonwa au amefunika kichwa chake au amepaka mafuta mazuri ndani ya hija na umra bila ya kujua au kwa kukosea, huyu yeye hatulipa kafara kwa sababu hiyo ambayo imetajwa. Je, sababu hiyo inazingatiwa ya kwamba imetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au imetokea wapi? Sheikh anasema walladhina lam yufarriqu, na wanavioni ambao wao hawatofautishi, wanasema mambo yote haya mtu akiyafanya bila ya kujua au kwa kukosea, yote iwe ni kukata kucha na nywele au kuvaa nguo iliyoshonwa na kufunika kichwa na kupaka mafuta mazuri, almaqsudu min aljami' wahidun, mambo yote haya Allah ameyakataza ndani ya hija na umra kwa makusudio mamoja tu. Kakatazwa mwenye kufanya hija na umra asikate kucha na kunyoa nywele na kuvaa nguo iliyoshonwa na kufunika kichwa na kupaka mafuta mazuri kwa makusudio mamoja tu, wa huwa husulu tarafuhi bilmadhkurati, ya kwamba mtu hatakiwi kujisikia ya kwamba yeye yuko katika hali ya starehe, asikate kucha ili asiingie katika hali ya tarafuh, yani hali ya starehe, wala asinyoe nywele wala asivae nguo iliyoshonwa ili isije ikamjia, ili aekwe mbali mwenye kufanya ibada hiyo, aekwe mbali na fikra za kustarehe. Hivyo makusudio ni mamoja. Wanavyoni hawa wakasema wa hiya kulluha mustawiyatun, kwa hivyo tunasema mambo yote haya yanakuwa yako katika hali ya usawa, hayatofautishwa fi dhalika, katika hukumu hiyo. Tena wakasema washuuru, na nywele ambazo watu kama watazikata bila ya kujua au kwa kukosea ndani ya hija, wal adfaru, na hizo kucha ambazo watu watazikata kwa mfumo huo huo vile vile, la qimata laha, hazina thamani, hazina thamani. Wa aidan innama al-itlafu alladhi yastawi fihi al-ahlu, na hapo ikhwa imekosewa as-sahih kwamba isemwe la yastawi fihi al-jahilu, sio al-ahlu, kwa sababu tukisema la yastawi fihi al-ahlu yani inakuwa haileti maana ndani yake, lakini tunasema la yastawi fihi al-jahilu,
Na katika nuskha ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala imekuja la yastawi fihi al-ma'dhur. Wanavyoni ambao wanasema mambo gani ambayo mtu akiyafanya kwa kutokujua na kwa kukosea inakuwa mtu huyo hatolipa, na mambo gani mtu ambayo akiyafanya kwa kujua na kutokujua vile vile atalipa. Kwa mfano mtu mathalan kaivunja gari ya watu bila kukusudia, kaendesha mtu bodaboda yake spidi kavamia gari ya watu, hajakusudia huyu, kaikuta gari imeingia na yeye kaingia, ajali imetokea. Au pengine anashtukizia gari imepaki njiani, hakuiona tokea mbali, mwendo wake ulikuwa mkubwa. Gari ya watu watailipa ilipi? Sheikh Uthman, gari ya watu watailipa ilipi? Mtu ambaye kaendesha gari maadhira, kaendesha Honda mathalan kwa spidi, akienda akagonga gari ya watu au akaharibu kitu cha watu bila ya kukusudia, atalipa halipi? Kwa mujibu tulivyosoma katika kaida, alikuwa hajui au kafanya kwa makosa bila kukusudia, limetokezea jambo. Kaida inatuambia katika haki za watu, ukifanya kosa, ukiharibu mali ya mtu au ukimuua mtu wa watu, umeendesha chombo ukamgonga mtu wa watu bila ya kukusudia, utalipa, au bila ya kujua utalipa. Hujafanya kwa makusudi, la utalipa. Kama umefanya kwa makusudi utachukuliwa hivyo, kwa sababu mambo haya yanafungamana na haki za watu. Utalipa, wala hatutosema ya kwamba alikuwa hajui bahati mbaya, hapana. Lakini katika haki za Allah, mambo ya Allah anayotakiwa afanyiwe Allah, mtu akiyafanya bila ya kukusudia au kwa kutokujua, mtu huyo hatolipa. Akikata kucha ndani ya hija au umra, akinyoa nywele, akifunika kichwa, akijipaka mafuta mazuri, na vile vile akivaa nguo iliyoshonwa, yote haya akiyafanya kwa kutokujua au bila ya kukusudia, hatolipa, kwa sababu ni mambo ambayo yaliyofungamana na haki za Allah. Ndio maana Sheikh rahimahullah ta'ala hapa akasema, wa aidan innama al-itlafu alladhi yastawi fihi al-jahilu wa ghayruhu fi huquqi al-adamiyyin. Kuharibu mambo ambayo mtu inakuwa ni sawa sawa, iwe kwa makusudi au kwa kutokujua, ni katika haki za wanadamu. Kwa mfano akasema ka itlafu an-nufusi, ka itlafi an-nufusi, ka itlafi an-nufusi, kama vile kuharibu nafsi ya mtu. Pengine mathalan umemgonga ng'ombe wa watu au umemgonga mtu wa watu, wal amwali, au kuharibu mali za watu, ukaigonga gari ya watu na vitu kama hivyo. Zitakwenda vitu hivyo katika mfumo huo ambao sisi tumeutaja. Sheikh anasema wa hadhihi alhaqu fiha lillahi mutamahhidun, ama haki hizi ambazo tulizozitaja hapo mwanzo kwa ajili ya Allah zinakuwa zinafanywa katika ikhlasi ya hali ya juu, bimaana ni mambo ambayo anafanywa Allah peke yake. Kwa hivyo fa idha kana ma'dhuran bil ijma'i ghaira athimin, ikiwa mtu ambaye kafanya jambo ambalo ni jambo la Allah katika haki ya Allah,
kafanya kosa, lakini katika kosa ambalo ni haki ya Allah. Jambo hili wanavyoni wote ikiwa wanakubaliana ya kwamba mtu huyo hapati dhambi. Mtu ambaye kakata nywele bila ya kujua au kakata kucha bila ya kujua hapati dhambi. Wanavyoni wote wanakubaliana ikiwa ndani ya hija na umra hapati dhambi mtu huyo. Hasa ikiwa hapati dhambi, mbona tunamwambia alipe kafara? Huko mbele ya Allah kwenyewe hahesabiwi kwamba ana makosa, kwa makubaliano ya wanavyoni wote bil ijma'. Hasa ikiwa mbele ya Allah huyo mtu hana dhambi, kwa nini tunamwambia alipe kafara? iko vizuri hiyo. Tayib, qala Sheikh akasema fakadhalika alfidya. Kwa hivyo ndio maana hapo tunasema katika mfumo huo vile vile itaingia fidia, hatoilipa mtu huyo. Sheikh anasema wa bihadha aidan taarifu dha'f alfarq. Kwa hivyo sasa hivi tumefahamu ya kwamba tofauti ambayo imewekwa na baadhi ya madhehebu ya kwamba mtu akikata kucha na nywele atalipa fidia, tofauti na mtu ambaye amejipaka mafuta mazuri. Hii ni tofauti ambayo ni dhaifu. Wote hawa ikiwa wamefanya hivyo bila ya kujua au kukosea, hawatoingia katika dhima. Sheikh akaendelea kusema wa bihadha aidan ta'rifu dha'f al-farqi wat-tafriqi baina al-ma'dhuri wa ghayrihi huwa al-awla. Kwa hivyo hapa tunapata kujua ule udhaifu wa kutofautisha baina yule mtu ambaye amepewa udhuru, maadhira. Taarif yani taarif ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور كما هو المشهور في المذهب. Sasa ameingia katika nukta nyingine muhimu sana katika mambo yanayoharibu hija. Hija inaharibika kabisa ni mtu kufanya tendo la ndoa. Hija inaharibika na umra inaharibika. Tuliyotaja mwanzo katika hayo mambo ya mwanzo yanatia dosari hija ikiwa yamefanywa kwa maksudi. Sasa mambo yanayofuata haya ni jambo la kufanya tendo la ndoa. Ikiwa mtu kafanya tendo la ndoa ndani ya haji na ndani ya umra, alikuwa hajui ya kwamba je inafaa au hija inabatilika au inakuwa iko sawa ikiwa mtu atafanya tendo la ndoa na mkewe. Alikuwa hajui mtu huyo, au kafanya bila ya kukusudia, maadhira. Yani katika hali kama hiyo ambayo tumeitaja. Kwa upande wa Sheikh anasema ikiwa mtu amefanya tendo la ndoa ndani ya haji bila ya kujua ya kwamba tendo la ndoa linaharibu haji, kafanya hali ya kuwa hajui, pengine ndo kwanza kaslimu mtu, Sheikh anasema huyu tunamwambia vile vile hija yake ni sahihi kwa upande wa Sheikh. Na hapo akanakili kauli hiyo ambayo ndio kauli alichagua Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mfumo huo. Lakini Waislamu hapa kuna mzozo kidogo ambao unahitaji kuuelezea kidogo. Mimi wanazuoni wanatufundisha, wanatuambia kwamba jambo la tendo la ndoa ni tofauti na mambo mengine. Tendo la ndoa peke yake linaharibu hija, hakuna mjadala ikiwa mtu analifanya kwa makusudi. Tunaweza tukaleta sura au mfano ya kwamba mtu anaweza akafanya tendo la ndoa kwa kusahau. Yani mtu yumo ndani ya haji au ndani ya umra akafanya tendo la ndoa kwa kusahau,
Inawezekana kitu hicho, kwa sababu tendo la ndoa halifanyiki kwa lahadha, kwa muda mfupi, si ndio? Tendo la ndoa linafanyika muda mrefu, yani linataka muda. Si tendo ambalo linafanywa kwa muda mfupi, yani dakika moja au mbili. Ni tendo ambalo linafanywa pengine kuna mambo yanatangulia, mpaka watu wakifikia kwenye lile tendo lenyewe tayari muda ushakatika sana. Ni vigumu kusema mtu ya kwamba anaweza kufanya tendo la ndoa kwa kusahau, ni vigumu sana. Sijui tutoe mfano upi ya kwamba huyo mtu amesahau ya kwamba yeye anafanya tendo la ndoa. Lakini tupige mfano mathalan ambao mtunzi kauleta, kwa sababu wanavyona nasema washarru la yughfaru bilmithalu idh qad kafa alfardu wal ihtimalu. Tupige mfano ambao mtunzi kautaja. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema ikiwa mfano mtu hajui kwamba tendo la ndoa linaharibu haji na umra, huyo mtu ibada yake ni sahihi, hija yake ni sahihi. Lakini zimepokelewa riwaya kutoka kwa masahaba radhiyallahu anhum. Riwaya hizo zinasema masahaba waliwahi kutoa fatwa pale Makka ya kwamba wageni walipokuwa wanakuja kufanya ibada hizi za hija na umra, kuna watu walikuja wakashtaki kwa masahaba, na mashtaka yao yakawa yanasema tumefanya tendo la ndoa. Kaja mtu na mkewe kwa masahaba wakashtaki ya kwamba tumefanya tendo la ndoa. Je, ibada yetu ni sahihi? Tulikuwa hatujui au yani hawakueleza, lakini wamesema tumefanya tendo la ndoa. Hija ipo haipo? Riwaya au athari zinasema ya kwamba masahaba wakatoa fatwa moja kwa moja ya kwamba haji imebatilika, ibada ya haji imebatilika kwa kuwa wamefanya tendo la ndoa. Kwa hivyo hapa wakasema wanavioni ya kwamba ikiwa masahaba wametoa fatwa hii bila ya kutaka kujua, hawajawauliza wale watu waliokuja kuuliza kwamba je, nyinyi mlikuwa mnajua au mlikuwa hamjui, au mlijisahau au mlifanya kwa kukosea bila ya kukusudia, hawakutaka uchambuzi huo masahaba. Moja kwa moja wakahukumu butlanul hajj, wakahukumu butlan alhajj. Athari kama hizi wanavioni wanasema kwa jambo la hija litakuwa ni tofauti na mambo tuliyoyataja. Hata kama mtu amefanya kwa ujinga, tutasema hija yake imebatilika kama walivyotoa fatwa hizo masahaba radhiyallahu anhu. Baadhi ya wanavioni wanasema hivyo, lakini wallahu aalam, masala haya yanahitaji utafiti zaidi. Ikiwa riwaya hizo zimethibiti kutoka kwa masahaba hao, kwa sababu hatuwezi kusema ya kwamba masahaba radhiallahu anhum hukumu yao moja kwa moja imekuja hivi au fatwa yao imekuja hivi. Hapana. Kwanza, je, kweli fatwa hizo zimepokelewa kutoka kwao au ni riwaya ambazo sio riwaya za kweli, zimezuliwa? Hilo la kwanza. Halafu la pili, ikiwa masahaba watatoa fatwa, fatwa ambayo inaonekana kwa uwazi wake inakwenda kinyume na Qur'ani au Sunna, inakwenda kinyume na kitabu cha Allah au inakwenda kinyume na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na inatokezea sana kwa Islam. Abu Huraira radhiyallahu anhu katoa fatwa kinyume na hadithi ambazo kazipokea yeye mwenyewe. Abu Huraira radhiyallahu anhu kapokea hadithi ya kwamba najisi ya mbwa inatakiwa ikoshwe mara 7, mojawapo kwa mchanga. Lakini alipokuja kutoa fatwa, akatoa fatwa ya kwamba najisi hiyo ikoshwe mara 3. Yeye ndiye alipokea riwaya kutoka kwa Mtume, mbona akatoa fatwa tofauti?
Haya ni mambo yanaonyesha kwamba maswahaba nao ni binadamu. Anaweza mtu akasahau kile ambacho alichokipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa pia hapa wanaangalizi ikiwa kuna nas ambayo nasi hiyo inaweza ikampa udhuru mtu, kama kuna maandiko ndani ya Qur'an na ndani ya Sunna yanaweza kumpa mtu udhuru ya kwamba aliyefanya tendo la ndoa ndani ya ibada ya haji na umra bila ya kujua ya kwamba kitu kile kinaharibu, aambiwe mtu huyo kwamba wewe unapewa udhuru kwa sababu ulikuwa hujui na ibada yako ni sahihi. Kwa kweli tunasema kwamba kauli hiyo ambayo imekuja na wanavyoni hao ni kauli ambayo haitapokelewa moja kwa moja, na ndio maana katika masala haya wallahu aalam inachaguliwa kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwetu sisi, kama tunamwambia mtu ibada yake ya haji au ya umra ni sahiha, haji ni sahihi na umra ni sahiha, lakini al-ahwat, tunamwambia mtu al-ahwatu kwa kuchukua tahadhari. Kama mtu atapata uwezo wa kuja kuifanya tena ibada ile ya haji au ya umra, basi aje ifanye kama atapata uwezo, wallahu aalam. Kwa hivyo Sheikh hapa kamalizia kwa kusema watafriqu baina al-ma'dhuri wa ghayrihi huwa al-awla kama ikhtarahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah في مسألة فطر الصائم إفساد الحج والعمرة وغيرها. Hapa pia vile kuna masala. Kwa mfano tunajua sote ya kwamba haifai mtu kumuingilia mkewe mchana wa Ramadhani, kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani la yajuz, haifai. Lakini kwa mfano mtu alikuwa hajui, pengine ndo kwanza kaslimu yeye na mkewe wakafanya. Nimetangulia kusema ndugu zangu ya kwamba ni vigumu kusema mtu ya kwamba kafanya tendo la ndoa na mkewe kwa bahati mbaya. Yani kajisahau, kwa sababu tofauti na mchana wa Ramadhani kula, mtu anaweza akachukua kitu akala akakumbuka kwamba yeye kafunga akatema, kwa sababu kitendo cha kula ni kitendo cha ghafla na ni kitendo ambacho kinahitaji muda mfupi sana. Lakini tendo la ndoa kuleta katika sura ya kwamba mtu kaisahau ni vigumu, kwa sababu ni tendo ambalo linahitaji muda mrefu. Kwa hiyo ndio maana wanavioni mfano wanaoleta mara nyingi katika masala ya kumpa mtu udhuru, wanaleta masala ya mtu ikiwa hajui ya kwamba jambo lile hafanyi, sio kwa bahati mbaya, yeye hajui kabisa, hana elimu ya jambo ya kwamba tendo la ndoa kulifanya mchana wa Ramadhani haifai, hana hata elimu hiyo. Mtu huyu vipi? Vile katika hawa wanavioni wananukuu hizo fatwa kutoka kwa masahaba ya kwamba annahum lam yufarriqu, hawakutofautisha masahaba radhiyallahu anhu. Ya kwamba wewe unajua au hujui, moja kwa moja hapa hukumu utulani. Lakini hizi riwaya kama nilivyotangulia kusema ya kwamba zinahitaji utafiti na usahihi, wa illa fala. Na ndio maana baadhi ya wanavioni wakakaa katika njia ya kati na kati, wakasema atakayemuingilia mkewe mchana wa Ramadhani kwa kutokujua, huyo tunamwambia siku ile ailipe, lakini hatutompa uwajibu wa kutoa kafara. Inajulikana kama kuna kafara, si ndio? Kuna kafara, imma kufunga miezi miwili au it'am au kulisha maskini au kuacha mtumwa huru.
Kwa hivyo wanaviona nasema ya kwamba ikiwa kalifanya jambo hilo kwa kutokujua, udhuru wake utamsaidia katika kulipa kafara, tutamwambia silipe. Lakini kauli ya tahadhari tunamwambia bora zaidi aifunge funga ili ailipe akiacha kulipa kafara. Hii ni kauli ambayo imekaa katika hali ya kati na kati na imekusanya adilla na aqwal, na ni kauli ambayo ahwad, yani arfaq, ni kauli ambayo inakwenda zaidi na kuwalea watu katika hali iliyokuwa nzuri. Lakini kama si hivyo, basi kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ina nguvu zaidi, na wengine katika wanavyoni ambao wamekwenda katika mfumo huu kama vile Mtunzi rahimahullah ta'ala. Qala Sheikh akasema, wa bihi aidan, na kupitia mlango huo vile vile tunajua ya kwamba yu'rafu dha'fu adam at-tafriqi baina al-muta'ammidi wa ghayri al-muta'ammidi fi qatl as-sayd. Akaingia kwenye jambo jingine hapo. Leo anazungumzia masala ya haji na umra. Kosa jingine, haifai kuwaua wanyama ikiwa ni katika hali ya kuwinda au hali nyingineyo. Wanyama ambao wamo ndani ya haram, mji wa Makka, haifai kuwaua. Baadhi ya wanavyuoni wanasema hapana, mtu akiingia ndani ya haram akawa yeye ni muhrim, anafanya ibada ya haji na umra, akaja akamuua mnyama bila ya kukusudia, kwa sababu atakayemuua mnyama kwa kukusudia huyo hakuna mjadala. Lakini mtu kafanya bila ya kukusudia, pengine mathalan tutoe mfano, mtu ni muhrim, yuko katika ihram, anafanya haji au umra, akataka kufanya sunnatur rami, sunna ya kurembea, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kama ilivyokuja katika Sahihul Bukhari katika hadithi ya Salama ibn al-Aqwa ya kwamba anasema, irmu bani Israila fa inna abakum kana ramiyan. Pengine mtu kachukua risasi za kuwinda, risasi miongoni mwa risasi za kuindia, lakini risasi ile akawa analenga shabaha, kwa sababu Mtume kahimiza watu kulenga shabaha. Kaanza kulenga shabaha kwa kutumia risasi ile, tahamaki mara mbele kule, mnyama kapita, pengine risasi ile imetoboa ile sehemu ya shabaha, imetoboa ikapita zaidi mbele huko, sasa ikaenda ikagonga mnyama ikaua. Baadhi ya wanavyuoni, na ndio kauli ya jumhur, wengi katika wanavyuoni wanasema katika hali hii tunamwambia mtu huyo atoe kafara mfano wa yule mnyama aliyemuua. Ndio maana Sheikh anasema, wa anna fil jami'i al-jazaa kama huwa madhhabu al-jumhur, kama ilivyokuja katika madhhabi ya wengi ya wanavyuoni. Ma anna al-ayati al-karima, pamoja na kwamba tukiangalia aya inavyosema, nassat, imeleta maandiko ya wazi kabisa ya kwamba ala almutaammidi nassan sarihan, ya kwamba atakayeua kwa maksudi ndo anakuwemo katika jambo hili, ama aliyekosea hayumo katika jambo hili. Kaua mtu kwa makosa au kaua mtu bila ya kukusudia, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman qatalahu minkum mutaammidan, na yeyote atakayeua mnyama huyo kwa maksudi, mutaammidan. Allah anasema mutaammidan, hii ni hali, na wala hatuwezi kusema hii ni kharaja makhraj al-ghalib kama alivyosema jumhurul ulama, kwa sababu asli ya nusus zinatafsiriwa katika uwazi wake, wa illa basi lazima ingelikuja dalili
ambayo ingetolewa hoja dalili hiyo ya kwamba maelezo haya yamekuja katika hali ya kharaja makhraj al-ghalib. Allah anasema waman qatalahu minkum mutaammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am, atakayeua mnyama ndani ya Makka kwa maksudi, huyo atalipa mfano wa mnyama aliyemuua. Maana yake aliyekuwa hajafanya kwa maksudi na aliyefanya kwa makosa wanakuwa hawamo katika hukumu hii. Na hii ndiyo kauli ambayo iliyokuwa zaidi, na ndiyo kauli ambayo inakwenda sambamba na adilla. Ni kauli ambayo wamechagua wengi katika baadhi ya wanavyoni, ingawa tumesema ya kwamba jumhurul ulama wamekwenda kinyume na hapo, kama alivyoeleza Mtunzi rahimahullahu ta'ala. Tayib, Shekhe akajaribu kuingia katika kipengele chingine miongoni mwa vipengele vya haji na umra. Yeye ile wanatembea katika mambo hayo, akasema wakadhalika تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الشاة لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم. vile katika masala ambayo yanazungumzwa hapa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaruhusu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaruhusu watu ambao waliokuwa wakiwachunga wanyama wa mahujaji. Tunajua ya kwamba mahujaji wana wanyama wao ambao wanawachinja kule, si ndio? Wanachinja wanyama katika sikukuu ya kuchinja. Kuna watu maalumu ambao wanashughulikia wale wanyama ambao wanaitwa ru'atul mawashi. Wasukati Zamzam, na Mtume kawaruhusu wale ambao wanakwenda kuchukua maji ya Zamzam. Kwa wakati ule ilikuwa maji ya Zamzam yananyiwa katika yale maeneo yao, tofauti na hivi sasa. Hivi sasa zimefungwa mashine na zimefungwa pipe, maji ya Zamzam yanakuja kutokea mbali sana, mita nyingi sana, yanamfuata mtu aliko. Lakini wakati ule mahujaji walikuwa kuna watu maalum wanakwenda kuwachukua maji kwa ajili ya kuwanywisha mahujaji na kuwasaidia katika hali hiyo. Mtume akawaruhusu watu hawa ambao wanashughulika na kazi hii ya kwamba ile kazi ya kwenda kurembea mawe si lazima wao warembee siku ya kwanza na ya pili. Inajulikana ya kwamba mawe yanarembewa katika ayamu tashriq, yanarembewa mawe siku ya kwanza katika ayamu tashriq na siku ya pili na ya tatu. Mtume akawaambia kwa kuwa nyinyi mna kazi hii, mtarembea siku ya mwisho peke yake, mtakusanya mawe ya siku zote, mtarembea siku ya mwisho kwa sababu ya kazi yenu. Na wanavioni subhanallah walillahi alhamdu wal minna, kwa zama zetu wakawaingiza katika hukumu hii. Kwa mfano madereva ambao wako katika kazi ya kuwapakia mahujaji siku zile, kuwatoa Arafa kuwapeleka Muzdalifa, na Muzdalifa kuwapeleka katika tawaf, na kuwapeleka katika maeneo mbalimbali na kuwarudisha. Au watu ambao wanashughulika na kuchinja zile nyama ambao wanaitwa al-jazzarun, wanachinja zile nyama za mahujaji, na mahujaji ni wengi na nyama ni nyingi sana. Yeye mwenyewe anafanya hija lakini anashughulikia jambo lile. Wanavioni wakawapa hukumu hiyo ya kwamba wao wanaingia ya kwamba si lazima warembee mawe siku ya kwanza na ya pili, bali atarembea siku ya tatu kwa mkusanyiko. Kwa hivyo Shekhe akasema rukhsa hii ya Mtume iliyotoka dalilun ala anna ghayrahum la yusawihim fi dhalik, ambaye hayuko katika shughuli hiyo haingii hapo. Shekhe anasema mtu ambaye yuko hana shughuli, anafanya ibada yake,
atatakiwa arembee mawe siku ya kwanza na ya pili wujuban, kwa lazima. Wale ambao waliopewa ruhusa kwa sababu wana shughuli, wakiacha shughuli ile mambo yanaharibika. Walmutaakhiruna min alhanabila rahimahumullah, Sheikh anasema na wanavioni waliokuja baadaye katika madhhabi ya Hanabila, ja'alu aljamia wahidan, wakasema ya kwamba au wakawafanya watu wote kwamba wako ndani ya sehemu moja. Wa annahu la ba'sa an yujma'a ar-ramyu fi akhir yawmin, wakasema ya kwamba hakuna tatizo hata kama mtu hana shughuli yoyote, anaruhusiwa mtu huyu asirembee mawe siku ya kwanza na ya pili, akaja akarembea siku ya mwisho, akakusanya mawe yake akayarembea. Sheikh yuko mbele akasema wa fihi nadhar wa in lam yakun ma'dhuran wa fihi nadhar. Maelezo haya waliotoa wanavyoni wa Hanabila yanahitaji uangalizi. Wao wamesema hivyo kwa mtazamo gani? Kwa mtazamo ya kwamba kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni kauli ambayo anaitolea fatwa Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ya kwamba ikiwa mtu hana udhuru wowote ule akawa hakurembea mawe siku ya kwanza katika ayamu tashriq wala siku ya pili, akaenda akarembea siku ya mwisho, au akaitafuta siku moja tu yeye akarembea mawe yote ya siku zote, huyo mtu atakuwa amefanya jambo lililokuwa sio la sawa, lakini hija yake ni sahihi. Bimaana yale mawe aliyoyarembea kwa siku moja yanamtosha, ingawa amevuka utaratibu. Ikiwa mtu hana udhuru, arembee mawe siku ya kwanza, arudi tena kule kwenye kurembea siku ya pili, arudi tena kwenye kurembea siku ya tatu, ndio taratibu. Sasa wakasema ikiwa Mtume kawaruhusu hawa, kuonesha kwamba Mtume sallallahu jambo lake la kuwaruhusu hawa linaonesha ya kwamba kumbe si nguzo jambo hili, kwamba mtu akiwa ana udhuru atafanya kama alivyosema Mtume katika ruhusa, lakini kama hana udhuru akifanya hivyo atakuwa amefanya ni makosa, lakini hija yake ni sahihi. Sheikh anasema wa fihi nadharun, maelezo hayo ambayo yametoka katika mfumo huo, kusema la ukweli, yanahitaji uangalizi wa hali ya juu. Kwa nini yanahitaji uangalizi wa hali ya juu? Kwa sababu ndani yake kuna nas